Hakuna kitu kibaya kwako wewe mwanaume kama kuwa mdhaifu kihisia. Mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia kwamba hisia ni kitovu cha uzembe kwako wewe mwanaume. Asilimia kubwa ya wanaume ambao wanateseka kwenye mahusiano au kwenye maisha ya ndoa wanateseka kwa sababu ni wadhaifu kihisia. Hawawezi kufanya maamuzi magumu yatakayoumiza hisia zao. Wao ni watu ambao wanatetea sana hisia zao. Moja kati ya watu ambao wanateseka sana kwenye maisha ya ndoa basi ni wanaume wa aina hii ambao wanatetea sana hisia zao. Mwanaume, yani wewe usije ukafanya uzembe wa kuwa mdhaifu kihisia, utateseka. Huyo mwanamke ambaye unampenda sana kwa moyo wako wote, huyo mwanamke ambaye unatamani awepo kwenye maisha yako siku zote, huyo mwanamke ambaye unatamani kifo peke yake ndio kiwatenganishe, kama utakuwa mdhaifu juu yake kiasi kwamba hata kama itafika wakati huyo mwanamke atakubadilikia, utashindwa kumwacha, na kuhakikishia utateseka sana. Mwanaume ambaye anashindwa kukiacha kile kitu anachokipenda sana kwenye maisha yake ndio mwanaume anayeishia kuteseka na hicho kitu kwa muda mrefu sana. Wanaume wengi sana wamejikuta wakiishi na wanawake wanaowadharau, wanawake wanaowashushia heshima, wanawake wanaowatukana, wanawake wanaowasaliti kwa sababu ya kuwa wadhaifu kihisia. Yaani yeye kufanya tu maamuzi ya kumwacha huyo mwanamke kwake yeye inakuwa ni kazi ngumu. Matokeo yake anajikuta yuko kwenye ndoa ambayo anaumizwa kila siku. Hivi vitu unaweza ukashangaa, lakini wako wanaume wengi sana wako kwenye ndoa za namna hii. Mwanaume anatetea sana hisia zake, mwanamke anang'ang'ania kuondoka, na mwanaume hataki kuruhusu hisia zake ziumie kwa kumwacha mwanamke aondoke. Matokeo yake huyu mwanaume atahaso sana, yani atateseka kwenye hii ndoa hujawahi kuona. Na mwanamke akigundua kwamba huyu mwanaume ni mdhaifu kihisia juu yangu, atakuonyesha rangi za kila namna. Yaani wewe atakutendea kila aina ya vituko mpaka siku utakapo give up mwenyewe, utakapokubali kuziacha hisia zako ziumie. Kaka zangu, mimi nawaambia tu kweli, yaani usiruhusu mwanamke akajua wewe ni mdhaifu kwake. Na mwanamke anakupima kadri anavyofanya vitu fulani ambavyo anajua kabisa hivi ni vitu vigumu kwa mwanaume kuvibeba, na akaona wewe unavibeba, anajua tu wewe ni mdhaifu kihisia. Kwa hiyo utateseka sana. Atakuwa anafanya mambo anayojisikia kukufanyia wewe na anajua huwezi kuamua chochote. Kaka yangu, najua kuna wakati pengine hayo matatizo yaliyotokea wewe ndio ulisababisha, lakini kama unajikuta umepambana kwa muda mrefu sana kutengeneza, lakini mwanamke bado amekataa kubaki, mwache aende. Usiwe mdhaifu kihisia, mwache aende. Huyo mwanamke unayempenda sana kwa moyo wako wote, huyo mwanamke ambaye unatamani siku zote awepo kwenye maisha yako, huyo mwanamke ambaye kwako wewe ni ngumu sana kukubali kumwachia, ndio mwanamke atakaye kuumiza sana kwenye maisha yako. Yaani utaumia sana na huyo mwanamke, na mwisho wa siku utakubali tu kumwachia. Mwanaume, katika makosa yote kwenye maisha yako, usifanye kosa la kuwa mwanaume mdhaifu. Unaweza ukahisi naongea vibaya, lakini mimi nakwambia asilimia kubwa ya wanaume wanaoteseka kwenye ndoa ni wale wadhaifu kihisia, wale ambao wanasalitiwa na wake zao, wanasamehe, wanafanyiwa sijui vitu gani, wanadharaulika, hawaheshimiki, wote ni wadhaifu kihisia. Mwanamke anapogundua kwamba huyu mwanaume sio dhaifu kihisia, lazima afanye vitu ambavyo anajua vitambakiza kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Lakini akishajua wewe ni mdhaifu, atafanya chochote anachojisikia kwa sababu anajua wewe huna ujasiri huo wa kumwachia aondoke. Ndio maana utasikia mwanamke anakaa na jigamba na kwa watu kwamba mimi mwanaume yule hana jeuri ya kuniacha. Ukiona anasema huna jeuri ya kumwacha, wewe ni mdhaifu kihisia. Anafahamu kabisa. Kaka yangu, mmoja kati ya mtego utakao kutesa wewe kwenye maisha yako ni udhaifu wa kihisia tu hapo. Na wanaume wengi mnateseka, unajikuta unajiuliza maswali, huyu mwanamke kwa hiki anachonitendea 1 2 3 nifanyeje? Au mwingine unasema hata kama amenitendea hivi mimi bado nitaendelea kuwa naye. Udhaifu wa kihisia. Kwa sababu tu hutaki kukubali kumwacha, huwezi kuvumilia. Hilo swala kwako wewe ni gumu. Unahisi kama ukimwacha huyo mwanamke ndio mwisho wa maisha yako. Unahisi huwezi kuja kupata mwanamke mzuri kama yeye. Udhaifu wa kihisia. Mwanaume unajikuta unampenda sana mwanamke kuliko yeye anavyokuonyesha tabia za kukuvutia. Mimi mara nyingi sana huwa najiuliza sana, yaani wewe mwanaume uko na mwanamke hakuheshimu, anakudharau, ana viburi, sio mtiifu, anakusaliti, na bado hata unapopambana kumsamehe yeye anaonyesha jeuri, anakwambia amua unachotaka, na bado unang'ang'ania kumsamehe.
Ni nini kinachokufanya unamng'ang'ania huyo mwanamke kama sio wewe ni mdhaifu kihisia? Unaweza ukanipa jibu lingine? Wewe ni dhaifu kihisia, huwezi kuamua maamuzi magumu, ni mdhaifu mno kihisia. Ndio maana unaona ni bora ubebe hayo matendo yake anayokutendea kuliko ukubali kumwacha aende. Unahisi kama hilo pengo lake ni kubwa sana kuzibika kwenye maisha yako. Hasa mwanamke uliye naye hana tabia nzuri, ana viburi, hakuheshimu, bado una plani kuingia naye kwenye maisha ya ndoa. Mimi nampenda sana. Sasa unampendea nini kaka yangu? Hata nikikuuliza, kama wewe sio mdhaifu kihisia, unampendea nini? Uzuri wa mwanamke ni tabia. Mwanamke sio urembo. Utaenda kuteseka na huo urembo, mwisho wa siku utakuja kugive up ukiwa umechelewa sana. Mtu uko kwenye mahusiano kabisa ya uchumba na mwanamke, unamuona mapema, huyu mwanamke sio msikivu, huyu mwanamke hana heshima, huyu mwanamke sio mtiifu, huyu mwanamke hata nikisema kitu fulani sipendi hawezi akaacha kwa ajili yangu, bado unasema mimi nampenda. Je, huo ni upendo au wewe ni dhaifu? Wewe ni mtu mdhaifu kihisia. Ukubali tu ukweli. Ukweli ndio dawa, japokuwa najua unauma sana. Sababu ni moja tu ambayo itakufanya wewe umpende sana mwanamke, tabia njema tu. Mwanamke akishabadilika kaanza kuleta matendo yasiyofaa, ukapambana kwa muda na ukaona imeshindikana kubadilika, achana naye. Na ukiendelea kukaa naye, wewe ni mdhaifu kihisia, huwezi tu kukubali matokeo. Mmoja kati ya wanaume ambao wanang'ang'aniwa sana na wanawake ni wanaume ambao hawajaligi. Yaani mwanaume ambaye anasema mimi leo ukaondoka naoa leo. Wewe angaliaga wanaume wa namna ile, utakutaga mke yupo tu. Lakini wewe ambaye unasema mimi ukiondoka ukaniacha maisha yangu yatafikia mwisho, yani wewe ndio unateseka, hujawahi kuona. Mwanamke ameshajua bila yeye wewe hupumui, ndo anakunyonga zaidi. Nilishawahi kuambia kwamba wewe ukimuonyesha mwanamke kwamba wewe ni mnyonge, atakunyonga. Mnaisiki kama ni uongo, huo ni ukweli. Ni ukweli kabisa. Wapo mpaka wanaume huwa wanavumilia vitendo vya wake zao, kuzungumza na wanaume kwenye simu mbele yao, wanavumilia. Udhaifu wa kihisia. Wewe ni mdhaifu, huwezi kufanya maamuzi kwa sababu kuona huyu mtu sio sahihi, unaona vizuri tu, sio kwamba umekuwa kipofu, unajionea wewe mwenyewe unayotendewa, lakini bado huwezi kufanya maamuzi ya kumwacha mtu. Kaka yangu, ukiwa mwanaume inatakiwa ujifunze kuwa na maamuzi magumu, utaishi maisha marefu. Lakini kama wewe kila mara una protect hisia zako, hizo ndio zitakazo kuua. Huyo mwanamke ambaye unampenda sana, ambaye unaona wewe kumwacha aondoke kwenye maisha yako ni ngumu, ndo atakaye kuingiza kaburini mapema kabla ya wakati. Utakufa na pressure. Huyo mwanamke ambaye unamsamehe usaliti, kila anapokusaliti unamsamehe tena, matokeo yake amekuja amekuzalia mpaka mtoto wa nje. Uko hapo. Utakufa na pressure. Amini usiamini. Watu mimi nikiongea hivi vitu hamuamini. Kuna mtu aliniambia, alisema, dada, mimi nilimkamata mke wangu amenisaliti na wanaume 4 tofauti na nilimsamehe. Kilichotokea alikuja kuzaa mpaka mtoto wa nje. Yaani pamoja na mimi kumsamehe mara 4, akaja kuzaa na mtoto wa nje kabisa. Kunionyesha kwamba mimi ni jinsi gani ni mwanaume mdhaifu kihisia. Naye alikuja kukubali nilipomwambia, kaka yangu, wewe ulikuwa mdhaifu kihisia. Huwezi ukamsamehe mtu usaliti mara 4 nzima. Huwezi. Na wanaume tofauti. Umemkuta na huyu kamsamehe, umemkuta na huyu kamsamehe, umemkuta na yule ukamsamehe. Mwisho wa siku ndo amekuja kukuonyesha kwamba wewe ni mdhaifu, akakuzalia mpaka mtoto wa nje. Je, na hilo nalo pia utalibeba? Wanaume, shauri zenu. Ila mimi nawaambia, ukawa tu mdhaifu kihisia, wewe umekwenda na maji. Sisi wanawake hatunaga huruma kwa wanaume wadhaifu. Ila tunawaheshimu sana wanaume wenye misimamo. Yaani yule ambaye najua mimi nikaleta ujinga hapa biashara yangu itaisha, huyo ndo ataheshimika sana kwenye moyo wangu. Mimi naambiaga ukweli na uhalisia. Wewe kwa akili yako unaweza ukafikiri labda nitakapomwambia mwanamke mimi nakupenda sana, mimi siwezi kuishi bila wewe, mimi sijui nini na nini, ndio ataniheshimu. Hapana. Sisi wanawake ni watu wa tofauti sana. Yaani sisi tunapendaga kuwa tunaishi kwa mashindano fulani hivi. Hata kama sina ninayeshindana naye, ila natamani kuona nina mashindano. Yaani yule mwanaume ndani ya moyo wangu niwe na hofia kumpoteza. Huyo ndio nitamtreat vizuri. Na nitakuwa namtreat huku nikiwa na hofu ya kumpoteza. Ndio nitaishi vizuri. Yaani mimi mwanamke, ili nikutreat vizuri, ili nikutendee mambo yote unayopenda kutendewa na mkeo, mimi niwe nakamilisha kila kitu, ni pale ninapokuwa na hofu ya kukupoteza. Yaani nikahofia kabisa kwamba huyu mwanaume nikifanya uzembe, hapa biashara yangu imeisha. Hapo ndio utaona nanyoka vibaya mno.
Lakini kama wewe umekaa tu umelegea hapo, mimi bila wewe siwezi, ukiondoka kwenye maisha yangu sijui nitazimia, wewe shauri yako. Usiseme sikukwambia. Mwanaume, jitahidi sana kwenye maisha yako ukwepe mtego wa kuwa mdhaifu kihisia. Kwepa kabisa huu mtego. Unajua kuna baadhi ya wanaume mimi mpaka huwa nawashangaa. Mtu unakuja kuniomba kwangu ushauri kwamba mke wako amekusaliti na unasema bado una nia ya kumsamehe huyo mwanamke. Nikikuuliza, je, mwanamke huyo ana majibu gani? Unakuja kuniambia mwanamke amesema amua unachotaka. Yaani wewe mwanaume unataka kumsamehe mwanamke, lakini mwanamke amekwambia wewe chochote utakachoona ni sahihi kwako amua. Bado unamsamehe mwanamke wa namna hiyo. Wewe ni mdhaifu kihisia. Sijakataa wewe kusamehe, ila angalia mazingira. Mwanamke ameshakwambia amua unachotaka na wewe kweli unaamua kumsamehe. Wewe ni mdhaifu. Huyo mwanamke atakutesa tena. Hajamaliza hayo aliyokuwa anayafanya. Kama angekuwa amejutia kuona alichokifanya sio kizuri, basi hilo sio jibu la kukupa wewe. Amini usiamini. Amini usiamini, mwanamke huyu asingekupa jibu hilo. Zaidi ya kukuonyesha majuto tu. Usingekuwa na kitu kingine. Kaka yangu, wewe ukawa mdhaifu kihisia, habari yako imekwisha. Mimi nitakwambia na nitarudia tena na tena. Hilo ni kosa kubwa sana kwenye maisha yako. Wengi ambao wanavumilia hizo ndoa, wengi wamekaa kwenye hizo ndoa na wengine wanajificha nyuma ya sababu za watoto. Wengi wao ndio hivi, ni wadhaifu kihisia. Hawataki hao wanawake waondoke kwenye maisha yao. Kwa hiyo yeye yuko tayari abebe kitu chochote, sio kuruhusu huyo mwanamke aondoke. Mimi mwanamke wangu ni mzuri sana. Mimi mwanamke wangu ana shepu sana. Wewe mwanaume wewe. Sijui mwenzetu wewe ni wazama zipi. Wanaume wote wanawathamini sana wanawake wenye tabia njema. Wewe mwanamke wako hana tabia njema bado unasema unampenda. Wewe unampendea nini kama sio wewe ni mdhaifu kihisia? Unampendea mtu muonekano. Wewe ni mdhaifu kihisia. Mpende mwanamke ambaye anakufanya ujisikie vizuri, mwanamke ambaye anakupa amani, mwanamke ambaye anakusikiliza, mwanamke ambaye anakuheshimu. Sio yule aliyekamilika kwa 100%, ila at least yule mwanamke ambaye yuko tayari kukusikiliza hata unapomkosoa alipokosea na akajirekebisha. Mwanamke anakwambia amua unachotaka. Mimi ni wa hivi. Ungetaka sijui mwanamke fulani, si ungeoa huyo. Mnapata wapi nguvu za kukaa na hao wanawake mnawasikiliza? Kaka yangu, inafika mahali unakaa na mke wako unamwambia, mke wangu, haya mavazi unayovaa mimi sipendezwi nayo. Sitaki uvae mavazi ya namna hii. Mke wako anakwambia, kama ulikuwa unapenda mwanamke anayevaa magauni marefu, kwa nini ukuoa mtoto wa mchungaji? Uko hapo tu na mke wako unamshangaa anapokujibu hivyo. Ameshakuchukulia yani wewe kuna namna amekuweka. Mwanamke yeyote yule anatakiwa kuwa na nidhamu, anatakiwa ajitambue, ajue kabisa kitu ambacho mume wangu akipendi, inatakiwa niachane nacho. Maisha ya ndoa ni maisha yetu wote wawili. Tunapooana kila mtu anatakiwa awe tayari kuacha baadhi ya vitu kwa ajili ya mwenzie. Unajitoa kwa ajili ya mwenzio. Hata kama kuna kitu ulikuwa unakipenda sana, mwenzako akisema mimi hiki sikipendi, unaachana nacho. Huyo ndio mwanamke anayekupenda. Mwanamke ambaye anakupenda kiuhalisia lazima awe anahofia kukupoteza. Kwa hiyo chochote utakachosema unakipenda ndicho atakachokitenda. Hata ukasema leo hii mke wangu nataka uvae gauni linalofagia, na atavaa linalofagia. Kwa sababu anakupenda wewe. Huyo ambaye bado anang'ang'ania kuvaa mavazi anayoyataka yeye, ana ajenda zake. Na ashakuona wewe mdhaifu, ndio maana anakuambia, ungetaka mwanamke anayevaa magauni marefu, ungeoa mtoto wa mchungaji. Mwanamke anakujibu, kaka yangu. Kaka yangu, unakana mke wako unamuelekeza, mke wangu 1 2 3, 1 2 3 akiko sawa, 1 2 3. Mke wako anakwambia, unagubu sana we mwanaume. We mwanaume unaongea sana. We mwanaume huna dogo. Sijui nini na nini. Maneno yako hivi. Anakuona wewe mdhaifu. Tayari alishakaka kukadiria, akaona utanifanya nini. Mwanamke anajua tu wewe ni mtu wa kuongeaga tu kila siku, anajua utaongea tu, utanifanya nini. Ndio maana anajiamini. Udhaifu wa kihisia ni mbaya sana kwako wewe mwanaume. Mara nyingi sana wanaume wanaonifuata nimekuwa nikiwaambia, kaka yangu, wewe kwa 1 2 3 unachonielezea una udhaifu mkubwa sana kihisia. Unaogopa sana kumpoteza huyo mwanamke. Mara nyingi sana hata wanaume wanaosamehe usaliti mara 2 mara 3 ni wadhaifu kihisia. Hawawezi kuamua maamuzi. Anaogopa kumpoteza yule mwanamke. Mimi nampenda sana, mke wangu ni mzuri sana, sijui nini na nini, mke wangu ni mweupe, ndio maana utaendelea kuteseka kwenye hiyo ndoa. Kaka zangu, mimi nawaambia leo hii, bora uoe mwanamke mwenye sura personal, lakini akawa anakutendea vitu vya kukufurahisha wewe.
Wanaume wenzenu wenye akili timamu walishaacha kuhangaika na uzuri wa mwanamke, wanahangaika na tabia za mwanamke. Anaenda mahali ambapo anaona anaweza kupata amani, anafarijika, anaona kabisa mimi nakuwa na furaha nikiwa na huyu mwanamke. Wanaume wanaojitambua walishaacha kuoa wake wa kuwafurahisha watu. Wewe unataka uoe mke ambaye akipita pale watu wakusifie. Wenzenu walishaacha, walivuka huko. Wako wenzenu walishaoa hao wake wazuri wa sura, wazuri wa shepu, wazuri wa rangi na waliwashinda. Mtu alivumilia tabia zake akaona hapana. Wale ambao ni wakomavu, wako vizuri, wao sio wadhaifu kihisia, alipoona huyu mwanamke tabia zake hazieleweki, aliamua kuachana naye. Pamoja na kwamba mwanamke huyu alikuwa na muonekano mzuri, sijui ana shepu, ana rangi nzuri, aliweza kumwacha. Yaani wewe kama kuna kitu kwenye maisha yako unaona uwezi kukiacha, hicho ndio kitakuua. Huyo mwanamke kwa ajili ya shepu yake, kwa ajili ya sura yake, kwa ajili ya rangi yake, unahisi kabisa mimi huyu sitoweza kumwacha, atakuua. Na kama unajua wazi anakutendea tabia mbovu, maana yake haimaanishi kwamba mwanamke akiwa na muonekano mzuri atakuua tu, hapana. Kama ana tabia mbovu, tabia zisizokupendeza, yani unajijua kabisa unaishi tu kwa kumvumilia, utakufa, utamwacha huyo mwanamke. Unajua kabisa hana heshima, unajua kabisa hakusikilizi, unajua kabisa sio mtiifu, atakuua, atabaki yeye. Kaka zangu, jitahidi sana kwenye maisha yako usiwe dhaifu kihisia. Jitahidi sana kujiimarisha, uwe mwepesi wa kufanya maamuzi magumu hata kama yataumiza hisia zako, kwa ajili tu ya kujisaidia kwa siku za mbele. Hisia ni kitu cha leo tu. Kwa hiyo wewe kila siku utakuwa unailinda leo, kuna kesho yako. Huyo mwanamke hata ukiamua kumwacha leo, kesho utapata mwanamke mwingine, mwanamke mwenye tabia njema. Haimaanishi watalingana uzuri au shepu, hapana. Utapata mwanamke mwenye tabia njema ambaye atakufanya uridhike kuliko ulivyokuwa na huyo mwanamke mwenye muonekano. Mwanamke sio muonekano, mwanamke ni tabia. Ni tabia, ndugu zangu, nawaambia ukweli. Wewe unang'ang'ania tu yule mwanamke ni mzuri sana. Unajua mke wangu hata akija hapa ni mzuri. Shauri zenu, wenzenu walishaacha. Walishaacha kutafuta wanawake wazuri wa sura. Hawa wanawake wazuri wa sura, watu wakishaona tu tabia zake, mimi huyu siendani naye, anaachana naye faster. Yaani mwanaume ukiwa faster kabisa kuamua maamuzi, ukiona tu huyu mtu mimi hatuendani, ukawa faster kumcut off kwenye maisha yako, wewe utaenjoy sana maisha. Lakini ukiwa unabembeleza unalea hilo jipu, wewe utakufa vibaya sana. Jipu ukishaona tu limeiva, hilo ni kutumbua tu, wala hata usilazimishe. Unakaa unaanza kubembeleza, hapana, mimi bado nakuhitaji, mimi sijui nini, ndio kitakachokuua. Na wakati mwingine ndio maana nimekubali kwamba pengine wewe ndio ulishamkosea, lakini kama umeshakaa umepambana kutengeneza kwa muda na mwanamke amekataa kurudi, mkae chini mseto muendelee na maisha, achana naye, usilazimishe. Kukosea kupo na kujirekebisha kupo. Kama umeahidi mabadiliko, umeshafanya mabadiliko mpaka ya vitendo, umeshafanya kila kitu, lakini mwanamke sasa hivi hakuelewi, huyo alijipanga tu, achana naye, mwache aende. Kwa sababu baadhi ya wanaume kitu kinachowatesa kingine ni hiki, kwamba labda wewe ulishafanyaga makosa kwa huyo mwanamke, kwa hiyo unafikiri huyo mwanamke bado tu hajaamua kukusamee. Mnaenda sasa hivi mwaka wa pili, unafikiri bado hajaamua kukusamee. Hakunaga kitu kama hicho. Mwanamke kama anakupenda, atakusamee, tena ukiwa radhi wewe mwenyewe kuamua kujirekebisha, atakupa nafasi nyingine. Ndiyo atakuwa na kaugumu, lakini hakawezi kuchukua muda mrefu kiasi hicho. Haiwezi kuwa sababu ya yeye sasa kukushushia heshima yako mpaka ya mwisho. Sio sababu. Yaani mtu mwenye heshima ni mwenye heshima tu. Kaka yangu, heshima ni tabia ya asili ambayo iko ndani ya mtu. Mtu mwenye heshima, hata kama wewe umemkosea umefika wapi, kuna kiwango hatofikia cha kukuvunjia wewe heshima. Ukishaona tu mwanamke kuna kiwango amefikia, ujue sasa huyu naye ni tabia zake binafsi. Kwa mfano, ndio hivi vitu ninavyovikataa. Eti mwanamke anakwambia alienda kufanya usaliti kwa sababu wewe ulimsaliti. Hizi sasa ni tabia zake binafsi. Swala la kwenda kuvua nguo mbele ya mwanaume mwingine, hilo ni ujasiri wa mtu mwingine binafsi. Hauhusishi wewe ulimfanyia nini kwenye maisha yake. Yaani hauhusishi kabisa. Kwa sababu kuna wanaume wengine wamesalitiwa na wake zao, lakini haikuwa sababu ya wao kwenda kusaliti pia. Nimeshasikia wengi sana. Mimi nashauri sana wanaume kuliko wanawake. Siku zote nawaambia. Kwa hiyo wanaume walio wengi wamewahi kusalitiwa na wao hawajawahi hata kusaliti. Na alipojua mke amemsaliti, hakufanya maamuzi ya kwenda kulipiza. Aliamua tu kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake. Kwamba bwana mimi sio mdhaifu kihivyo kihisia, nenda zako. Akafanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake.
Kwa hiyo wakati mwingine ni kweli wewe unaweza kuwa sosi ya hayo yaliyotokea, lakini kama umekaa chini umeamua kurekebisha na mwenzako amekataa, achana naye. Au mwenzako kaona anavunja heshima kwa viwango ambavyo hata wewe ukikaa ukapima unaona hata kama haikutakiwa afikie hapa, ujue tu huyo mwanamke sasa hizo nazo ni tabia zake binafsi. Anachanganya mambo hapo. Akili zako zisipokaa sawa, atakushikiria. Utakuwa mdhaifu kihisia kwake pasipo kujishtukia. Wewe unasema mimi ndo nilianzisha. Hatujakataa. Wewe nawe kufanya makosa, ulifanya makosa. Lakini kama ulikuwa tayari kukiri, ilikuwa ni shida gani iliyompeleka yeye kwenda kukusaliti wewe? Mtu ulishakaa ukamwomba msamaha, kesho unamfuma amekusaliti, anakwambia mimi nilianza kukusaliti kwa sababu wewe ulinisaliti. No. Mbona wewe ulishamuomba msamaha? Kwa nini alikubali kukupa nafasi nyingine kama alijua hayuko tayari kuendelea na wewe? Wanaume, kataeni sana hiki kitu kinaitwa udhaifu wa kihisia. Na hiki kitu kwa wanaume ndio kipo sana. Na nina sababu ya kuambia nyinyi wanaume, hisia kwenu ndio zitawateketeza. Yaani wanaume pamoja na ugumu, pamoja na kila kitu, pamoja na nini, hisia zenu zimeshikwa kwenye mkono wa mwanamke. Na mimi kila siku wanasema sisi wanawake tungekuwa tunajua nyinyi wanaume mlivyo wadhaifu kihisia, hata tusingekuwa tunateseka. Kwa sababu sisi wanawake tu ni watu wa kupuuzia. Natamaniki hata niwaambie vitu fulani, lakini nikiangaliaga akili za wanawake na mwaga kunyamaza tu kimya. Ila mimi nawaambia tu kweli, wanaume ni wadhaifu sana kihisia na kudili nao ni kazi ndogo sana. Kwa hiyo wewe mwanaume ukae ukijua kwamba pamoja na mbwembwe zangu zote mimi nitakamatika kwenye udhaifu wa kihisia tu. Yaani kwenye hisia tu wewe unahitaji msaada. Hapo tu. Wanaume wengi sana wanahangaika na wanawake, wanahonga wanawake. Mtu anaenda kutafuta pesa yake, anatoa jasho, anampa mwanamke. Hivyo wewe unachukulia vipi hiyo scenario? Mtu unaenda kutafuta pesa kwa jasho, unafanya nini? Unaenda kumpelekea mwanamke. Wakati mwingine wewe unatumia kitu kibaya kuliko unachompa mwanamke. Wewe unajioneje? Uko tayari umpe mwanamke, wewe ukose. Unafikiri ni shida ni nini? Udhaifu wa kihisia. Yaani nyinyi upande wa kihisia mko weak, baadhi yenu. Hiyo inajulikana. Na mwanaume ambaye anaweza kuvuka hiki kipindi akatoka kwenye udhaifu wa kihisia ndio mwanaume atakayeishi vizuri. Lakini wewe utakayeendelea kubaki huko, shauri yako. Kaka zangu, natumaini mmenielewa vizuri sana. Ila jitahidi sana kwenye maisha yako. Usije ukawa mdhaifu kihisia. Utakuja kunishukuru.